Amina. Tunaenda kuangalia somo ambalo nakutajia sio muda mrefu, kichwa cha ujumbe hicho, lakini maandiko yake ni Nyakati wa Kwanza sura ile ya 10 mstari wa 12 mpaka mstari wake wa 14. Maandiko ni Nyakati wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 12 mpaka wa 14. Nitalitaja somo nikishamaliza kuyasoma maandiko haya. Biblia inasema hivi: wakainuka mashujaa wote, wakautwaa mwili wake Sauli na miili ya wanawe, wakaileta Yabeshi. Wakaizika mifupa yao chini ya mwaloni huko Yabeshi, nao wakafunga muda wa siku 7. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utamuzi, aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo ambalo tunalo katika wakati huu na asubuhi hii ni kulinda nafasi uliopewa na Mungu. Kulinda nafasi uliopewa na Mungu. Kuna nafasi ambayo Mungu amekupea, na unaweza ukajiuliza, nimepewa nafasi gani? Nafasi ya uhai ulionayo Mungu amekupa. Nafasi ya masomo unayoipitia Mungu amekupa. Nafasi ya biashara uliopo Mungu amekupa. Nafasi ya kazi ulionayo Mungu amekupa. Nafasi ya huduma ulionayo Mungu amekupa. Nafasi ya kila aina ya dhamana ambayo umepewa, hiyo ni nafasi ambayo Mungu amekupatia. Na nafasi huwa ni kibali. Kibali. Kwa lugha nyingine wasema, linda sana kibali ulichopewa na Mungu. Kwa sababu usipokilinda hicho, mbele yake huwa kunakuwa na majuto makubwa sana. Kunakuwa na majuto makubwa sana. Kwa kulinda nafasi uliopewa na Mungu. Tunamwangalia mtu wa Mungu huyu ambaye ameandikwa katika haya maandiko, anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli. Baada ya waamuzi kumaliza nyakati zao, mwamuzi wa mwisho akiwa ni Samueli, na taifa linaanza kumkataa mwamuzi, linataka liende katika desturi ya mataifa wengine, lipate mfalme atakayeliongoza taifa kama desturi za mataifa mengine. Na Mungu akamwambia Samueli ya kwamba waruhusu katika kila ambacho wanakitaka. Kwa hiyo Mungu akamwambia Samueli aende akampake mafuta Sauli. Na Mungu anaandaa mkakati ambao Sauli atapakwa mafuta, anasababisha kondoo wa baba zake wanapotea, katika kuwatafuta akajikuta anakwenda kwenye nyumba ya mwonaji ambaye ni Samueli. Na Samueli anamwambia mambo ya ishara ya kwamba yeye ni mteule wa Mungu, na yeye amechaguliwa na Mungu. Na akamwambia, na itakuwa utakapokuwa unaenda hivi utakutana 1, 2, 3, 4, na yote akatimia. Mungu akawa amemchagua yule Sauli kuwa mtumishi wake. Lakini Sauli aliyechaguliwa na Mungu, kuna mambo aliyaruhusu kwenye maisha yake ambayo Mungu anakuonya wewe leo usiweze kuruhusu jambo lolote ikaiondoa nafasi yako. Kwa sababu Mungu amekupa nafasi kubwa mno katika maisha yako, na nafasi inapaswa uilinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatakiwa uilinde, na Mungu anakusaidia utaweza kuilinda. Kwa hiyo nataka nikwambie kabla sijaanza kulichakata ile somo, ya kwamba hakuna mtu ambaye atamheshimu Mungu kwenye maisha yake halafu Mungu akamwaibisha mtu yule. Kila mtu ambaye Mungu atamheshimu, Mungu naye atamheshimu. Mungu anataka aweze kurudisha unachompa. Kwa hiyo Mungu anatamani sana mtoto wake ampe mambo mazuri, na yale mambo mazuri anayompa Mungu pia aweze kumrudishia mambo mazuri. Kwa yoyote ambaye anamtumikia Mungu kwa kicho, Mungu anamheshimu. Na yoyote ambaye anatoa dhamana ya maisha yake kwa Mungu, Mungu anamheshimu na kumlinda, na anamlinda kama mboni ya jicho lake. Kwa hiyo maisha yako isije kafika sehemu ukawa kama watu wale ambao walikuwa wakimlalamikia Mungu.
wakisema yani tumetumika, tumejitoa, lakini hatuoni mema zaidi ya watu wa mataifa kufaidi. Mungu anawaambia itafika wakati ambapo mtapambanua kati ya yule anayemcha Mungu na yule asiyemcha Mungu. Mtapambanua kati ya atendaye mema na asiyetenda mema, kwa sababu Mungu atawaijilia hawa waliowateua na kuwachagua wale watendao mema na kuyashika maagizo yake. Hiyo ambayo ina sintofahamu ndani yake, ninayajua mawazo ninayokuwazia ni ya amani wala sio ya mabaya, kukupa wewe tumaini siku zako za mwisho. Bwana asifiwe sana. Nione mwenyewe kwamba yaliyonifikia, niliyoyasikia ndivyo yalivyo. Swali langu, Mungu mbona kama tunataniana? Tuko pamoja? Lakini Mungu ndivyo amejiweka hivi. Kwa hiyo unasema Mungu ananijua, kama ananijua ndio basi tena anaujua moyo wangu ni mweupe. Wewe hujijui. Moyo wako wala sio mweupe hivi unavyofikiria. Tuko pamoja? Haujakutana tu na kisiki wa moyo, utauelewa. Unapokutana kisiki kizito ndio utajua kwamba aha. Tuko pamoja? Kumbe sikujijua. Tuko pamoja pendwa? Kumbe sikujijua, yani kumbe sikujijua hata kidogo kwamba kumbe niko hivi. Haleluya pendwa. Kwa sababu ule moyo umetikiswa, umepimwa, hasa ndio unajielewa kwamba kumbe bado mimi mtoto mdogo sana. Bado mchanga, sijaelewa vizuri maisha, sijaelewa chochote. Haleluya pendwa katika Bwana. Tuko pamoja. Sasa lazima kama mwanadamu aliyechaguliwa na Mungu uweze kulinda nafasi uliyopewa na Mungu. Ndio somo letu. Uilinde nafasi ambayo Mungu amekupatia. Na unailindaje nafasi ambayo Mungu amekupatia? Ni kwa kulinda maisha yako binafsi. Unalinda ile maisha yako binafsi na kutunza hatua zako katika Bwana. Kwa hiyo wewe na Mungu mshikamane, mtembee pamoja, mwende pamoja, unalinda maisha yako. Na ndio mambo ambayo Kristo anatufundisha kwamba maisha haya ya kuokoka ni maisha ambayo ni ya mtu binafsi. Anawaambia sikuja kuleta amani katika dunia, nalikuja kuleta upanga. Nalikuja kumfitini mtu na babaye, mtu na mamaye, mtu na ndugu yake. Nalikuja kuleta fitina. Maana wokovu ni wa mtu. Na huyu mtu lazima awe mtu wa kujilinda binafsi. Kwa sababu shetani anaweza kumtumia yoyote katika hii dunia, awe mzazi, awe mwezi wa maisha, awe mtoto, awe jirani, awe adui, awe mpendwa, yeye anaweza kumtumia. Bwana asifiwe sana. Lakini unaamua nini unapokutana na mtu anayetumia na adui? Na huyo mtu anayetumia na adui sio kwamba amekuona una upako. Yesu alikuwa na upako. Lakini bado shetani alitafuta miongoni mwa wanafunzi wake akawapata wawili. Wa kwanza amshawishi aliacha kusudi la kufa, Petro. Yesu anamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani ukikwazo kwangu. Amemwambia mazuri, utakufa. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu anayelilinda kusudi, alikuja afe msalabani aokoe wanadamu, anamwambia rudi nyuma yangu shetani. Haleluya. Na wewe unapokutana wazo lolote la kukuharibia hatima yako, la kukugeuza katika safari yako, sema juu ya yule mtu, sema juu ya ile jambo, rudi nyuma yangu shetani, maana wewe ukikwazo kwangu. Bwana asifiwe sana. Tunauendea mwaka mgumu. Umekutana sijui na janga gani, sijui nyumbani pamebado na nini. Nataka nikwambie, mwambie shetani, rudi nyuma yangu shetani, maana wewe ukikwazo kwangu, nina ajenda ya makubwa na Mungu wangu. Mungu anataka mtu mwenye msimamo. Haleluya pendwa. Aliye na uwezo wa kulinda yote aliyopewa, ndiye amwamini. Mungu akuamini hivi hivi. Unakutana magumu na lia, unakutana magumu na beza, unakutana magumu na lani, hapa. Mungu anamwamini mtu ambaye anapokutana na magumu analinulia sifa jina la Bwana Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Anapokutana na changamoto anainulia sifa jina lililosababisha changamoto, kwa sababu anaelewa ni Mungu si mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja.
Sasa nataka tuangalie kwa nini Sauli alikufa. Tunapoanza kulitafuna somo hili, kwa nini Sauli alikufa na Sauli anauliwa na Mungu? Kwa nini alikufa? Mstari wa 13. Basi Sauli alikufa kwa sababu moja. Anataja zile sababu pale. Sababu ya kwanza anasema kwa sababu alimkosea Mungu. Anasema basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana. Kwa hiyo katika maisha yako unapolinda nafasi yako, angalia wewe na Bwana msikosane. Kwa sababu katika kumkosea Mungu atakuwa hakika. Bwana asifiwe sana. Na kifo kipo katika hatua mbalimbali. Mungu anaweza akaua kusudi alilokupa, akaliua kusudi, na ukahesabika mfu, ni mfu wa kusudi. Bwana asifiwe sana. Wewe uko hai lakini kusudi limekufa. Na kama kusudi limekufa, huna taji ya kuvikwa. Kwa sababu tunavikwa taji ya utimilifu wa kusudi. Haleluya, pendwa kwa Bwana. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake, linda sana ulicho nacho, asije mwingine akatwaa taji yako. Kwa tunaiona taji ya Sauli inatwaliwa na Daudi. Na usipolinda nafasi yako, kuna kitu Mungu amekupa. Na mimi nataka nikwambie, kuna jambo zito umepewa kwa ajili ya taifa hili, ambalo usipokaa ukajielewa ukajipambanua, kuna mwingine anatimiza na wewe utadaiwa. Una jambo Mungu amekupatia. Na leo kwa sababu ya utoto ulionao, uchanga ulionao, unaendelea kawaida, lakini Mungu amekuamini kwa jambo kubwa. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine Mungu anasema na wewe jambo hilo, unaendelea kulichakata, unasema mimi siwezi. Mimi ni mtoto, kama wengine katika Biblia. Familia yetu ni kina nani? Paka mimi nije niwe huyo unayenionyesha. Tuna nini? Nina nini mimi? Bwana asifiwe sana. Gideon anamwambia Bwana, wewe ondoka kaokoe taifa. Sema nina nini mimi jamani? Jamaa yangu ndio hii hapa. Yaani watu duni, mimi mwenyewe sina mbele wala nyuma. Sina chochote. Mungu anamwambia ondoka kwa uwezo wako huu. Umekaa hapo, Mungu anaona kuna kitu kikubwa, una potential kubwa. Nataka nikwambie maisha yako yanaanza na kuamini uumbaji wa Mungu na neno lake. Haleluya pendwa. Mungu amekuumba sio wa kawaida. Lazima uamini mimi sio wa kawaida. Kwa sababu maisha yanaanza na kugeuzwa fahamu, kugeuzwa akili, kugeuzwa nia. Anasema mgeuzwe kabisa nia zenu. Mgeuzwe kabisa akili zenu. Vueni habari ya utu wa kwanza, mkavae utu mpya uliofanywa kwa namna ya Kristo. Kwa huo utu mpya unakutofautisha na wengine, kwa sababu unaanza kutembea kwenye mamlaka ya Mungu, na ukijua unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Kuferi kunatoka wapi? Bwana asifiwe sana. Kama nina Mungu, kuferi kunatoka wapi? Ninaweza nikaferi kwa sababu kuna kusudi kubwa. Na mimi niwaambieni, wakati unapatwa na baya, usiwe mtu wa kulaumu, uliza Mungu. Haleluya pendwa. Kwa sababu wakati mwingine daraja la kukubeba kutoka ulipokupeleka mbali linahitaji kuharibikiwa kwa kila kitu hapa. Bwana sasa, kila kitu hapa kinaharibika, unaharibika. Yaani huna cha kushika, huna cha kukamata, huna cha kujivunia. Mungu anaharibu kila kitu. Mategemeo yako ya kwenda kuwa mtu wa kuinamiwa, wa kusujudiwa, kama anaharibu kila kitu. Yusufu alibaki na nini? Anabaki na Mungu. Bwana sasa, na mimi nataka nikwambie, baki na Mungu katika maisha yako wakati huoni tumaini. Baki na Mungu katika maisha yako wakati huoni njia. Baki na Mungu katika maisha yako wakati huoni amani. Baki na Mungu katika maisha yako. Ukibaki na Mungu, Mungu anakusaidia. Haleluya. Usimkosee Mungu kwa sababu ya nafasi ya kazi. Haleluya pendwa. Usimkosee Mungu kwa sababu ya ajira. Usimkosee Mungu kwa sababu kuna kitu hajakupa. Usimkosee Mungu kwa sababu ulioa shangedele. Ni wako. Bwana asifiwe sana. Ni wako wa matumaini mema, mapenzi mema. Ashangedele wako muite baby sweet. Haleluya pendo. Tuko pamoja.
Nimekutana kesi kadhaa, mtu anajuta, anasema jamani, nilikosea kuomba. Sawa, ulikosea kuomba, ndio imeshakuwa. Haleluya, pendo la Bwana. Huyo ndio wako, malikia wa nyumba yako, mwanamwali wa familia yako. Mpende, mtoe auti, mlishe biriani, muite sweetheart, na mje hapa mwe mnashukuru pamoja. Sadaka shukrani mchungaji, mimi na mke wangu tukimwangalia mke tunakuombea dua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu hakosei. Haleluya. Katika kitu unachohisi Mungu alikosea au kufanya vizuri, leo kipokeni mapenzi yake Mungu makamilifu. Haleluya pendwa. Kuna vitu ambavyo utamuelewa Mungu baada ya miaka mingi mbele, utaelewa kwa nini ilikuwa hivi. Hakunaga bahati mbaya kwenye ndoa. Umeoa ndio huyo, umeolewa na huyo ndio huyo. Haleluya pendwa. Ndio huyo. Eti mwanaume ajui atakuvaa. Wewe ulitaka weje? Wewe umeitwa kumkamilisha. Mvalishe. Semeni amina basi. Amina. Haleluya. Hakuna mwanaume mbaya duniani. Kila mwanaume ni mzuri, ni handsome. Haleluya pendwa. Kila mwanaume ni mtanashati, hajapata mke tu mzuri. Hebu jichanganue, uwe mke mzuri wa kumfanya mwanaume wako awe bora. Akitoka julikane malangoni. Mwanamke mwenye akili wa Mithali 31 anasema mume wake hujulikana malangoni. Mwanadamu usije ukafikiri una Mungu ambaye haoni au anajisahau. Mungu hajisahau. Ila Mungu anaangalia moyo. Na kitu ambacho Mungu anakipima siku zote za maisha yako ni moyo wako. Na wakati mwingine analeta magumu, anaupima tu moyo wako. Je, utakuwa na shukrani wakati wa mapito? Na kisha utambua ni moyo ambao una uwezo wa kuwa na shukrani wakati wa mapito, anauamini ule moyo. Bwana sasa. Na kisha uamini ule moyo ndio panapoanza kufungua milango ya baraka, anafungua mambo matukufu, anafungua mambo mema, kwa sababu huu moyo ameuamini. Ni moyo ambao katika hali yoyote utakaopitia hauwezi kumtukanisha. Haleluya pendo. Tuko pamoja. Sasa wewe kwanza ndogo tumesharani. Umekopa mtaji, umewekeza mtaji kwenye biashara yako, mtaji wote umemezwa pa. Nasema ndio ni mwaka wa kujenga. Hii ndio tunajenga. Tunazoea nini mpendwa? Nimekopa. Bwana sasa inategemea na wewe unafaulu vipi kodi zake Mungu. Wana Israeli Mungu anawachagua vizuri, lakini inabidi wapitie jangwani. Biblia inasema ili aweze kuwajaribu mioyo yao, aweze kujua kilichoko ndani. Sio kama hawajui, anawajua, ila anataka kudhibitisha. Kwa sababu niko moja nilikuwa nashangaa sana. Wakati Mungu anashuka na malaika zake kwenda kuchoma Sodoma na Gomora, anasema jamani, kuna makelele yamenifikia huko. Na mimi nimeshuka nije nione je, yalionifikia ndivyo yalivyo. Bwana sasa, kuna maombi yamenifikia huko, nimeshuka nione mwenyewe kwamba akaenda kwenye njia zake, akafanya dhambi. Ogopa dhambi mwana wa Mungu. Ikimbie dhambi, kaa mbali nayo, kwa sababu Mungu hachangamani na uovu. Wala uwezo ukambatiza Mungu kwenye uovu. Mungu anamkataa muovu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ukitenda dhambi utakuwa kama Sauli. Mungu anakukataa. Jilinde wakati wote, na jilinde zaidi unapoendelea kufanikiwa. Haleluya. Kwa kadri unapaa, majaribu ya kutenda dhambi yanaongezeka mno. Ni mengi sana, kwa sababu huna unachohitaji zaidi. Tuko pamoja? Leo unajinyima kwa sababu huna hela. Kipindi hicho Mungu amekubariki, una kila kitu unachotaka, umepungukiwa, ni pale ni uovu unachungulia. Uovu unakuja unakunyemelea, na ndio nyakati Mungu anakuonya, anasema utakapokuwa umejenga nyumba, utakapokuwa na chombo cha usafiri, utakapokuwa ng'ombe zako zimeongezeka, vitu vyako jiangalie sana. Bwana asifiwe sana.
Katika wingi wa utukufu wa mtu kuna wingi wa majaribu ya mtu. Kwa kadri Mungu anavyokuinua, kanuni ya Mungu ni moja: zidi kushuka sana na kupomoka sana, uwe na roho ya mwinjilisti. Wainjilisti ukisimama jukwani, nimeshakuhubiri Shinyanga. Mmoja siwezi kutaja pale, kuna wachawi sana pale. Menda pale nimehubiri. Nimewaambia wachawi, sikieni, amekuja mtu wa tofauti. Mimi sio mtu, wachawi wote kenge, kunguni, viroboto. Na mtaokoka safari hii. Nikahubiri kwa ujasiri. Ninashuka naambia, hivi unaelewa ulichokifanya? Nauliza, nimefanya? Nasema hivi, kuna watu wamekuja hapa wamehubiri, wawili hatunao duniani. Kasema itakuwa mimi. Bwana atasimama, ataonekana. Bwana sasa, nimerudi sasa loji niliyopangiwa. Nililala kitandani, kulala chini. Bwana tokea, sipotokea naibika. Bwana nifunike. Bwana Yesu, sio yule niliyekuwa jukwani tena. Kesho yake tena na ujasiri, wachawi mpo. Yesu anaweza. Okokeni. Msipokoka ni wiki la kuharisha. Ukirudi tena kule unaanza, Yesu, wewe nilinde, nifunike Bwana. Bwana sasa, wainjilisti, kuwe na moyo huu. Nikaenda Mbamba hivi hivi. Unasema kule kuna uchawi wa radi, kahubiri nzuri ile kwa semina ndani, piga. Siku ya kuondoka, mimi hadi sasa mkinikaribisha nikahubiri popote, mimi siitiki kirahisi. Tumejifunza leo misheni, wainjilifu. Unajua kuna vita ya kuhisi. Wingu limebadilika, kuna vita ya hapa. Ambia kijana mdogo, wewe kijana tulia, mchungaji, kijana tulia, punguza moto. Akasema, wewe na Kristo aliye hai, moto upungui hapa. Nitamhubiri Yesu Masihi. Ubiri nilitoka Mbamba mpaka leo namuelewa Mungu ni nani. Watatu anasema, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Kuna wewe, kuna nafasi Mungu amekupa, wakati mwingine umeimariki, wakati mwingine nakuja